Angalau familia 60 zina maumivu, masaibu na huzuni kwa kupoteza wapendwa wao kwenye maandamano ya kizazi cha Gen Z mwaka jana. Majina kama vile Rex Masai, Emmanuel Tata, Kennedy Onyango, Ibrahim Kamau miongoni mwa wengine wengi yaliandikwa kwa damu wakati wa maandamano dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka 2024 na kuacha kimya na pengo majumbani mwao. Mwanahabari Vera Mora alizungumza na baadhi ya familia ambazo mwaka mmoja baadaye bado zinapigania haki. Tangu maandamano ya Juni mwaka 2024, Edith Wanjiku amekuwa akiishi kwa huzuni inayoambatana naye kama kivuli, kimya cha kudumu na masaibu yaliyobadilisha maisha yake. Siku hiyo ya maandamano, mtoto wake wa pili mwenye umri wa miaka 19, Ibrahim Kamau, alipigwa risasi na kuuawa nje ya majengo ya bunge. Ibrahim alikuwa amepigwa risasi 2 za shingo, ndo zenye zilimuua. Mimi kitu ya kwanza hata sikuamini kama ni yeye. Ilibidi kwanza nitoke nje. Nikakaa tena nikarudi tena, sasa nihakikishe kweli kabisa ni yeye. Kila kuchao imekuwa ni ukumbusho wa kimya cha pengo. Edith alimpoteza mwanawe na ambaye alikuwa tumaini la maisha ya baadaye. Tangu hiyo siku ile yenye ilikuwa tusaidia nayo sasa siwezi pata. Unaona? Hakuna mwenye anaweza nipea. Juu kama tangu hiyo siku mpaka mzee wangu pale alikuwa anafanya kazi alifutwa sababu ati alienda mazishi. Edith hayuko peke yake. Familia za Rex Masai, Kennedy Onyango, Evans Kiratu, Ibrahim Kamau, Kevin Odhiambo, David Chege na wengine wengi bado wanazipigania haki za wapendwa wao waliouawa kwa mtutu wa bunduki. Mzee wangu alitoka asubuhi, anafanya biashara ya mali, akaniambia anaenda kufungua. Hiyo siku ilikuwa na furugu, ilikuwa maandamano. Kufika hivi hakuwa amefungua, wakarusha tishati ya kichwa, akakufa hapo. Nilipoteza mzee kwa hiyo maandamano ya last year. Tulikuwa tunaishi Nakuru na yeye ndiye alikuwa na provide kila kitu, akaniacha na watoto 4. Alikuwa hawker, alikuwa anauzanga manguo na huko manguo town. So alishutiwa na polisi akakufa. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yameripoti vifo 63 wakati wa maandamano ya kizazi cha Gen Z mwaka wa 2024. Hii si takwimu tu, bali walikuwa ni wana walioamini katika mabadiliko. Kwa amani walipinga mswada wa fedha wa mwaka 2024, ila wakakumbana na mauti. Wengine walikuwa ni wanafunzi waliokuwa na ndoto ambazo sasa zilizimwa kabisa. So venye walienda na maji na simu, hivyo tu ndo walikufa. Wanasema hali inayotonesha kidonda ni kimya kutoka kwa serikali. Hakuna hukumu ambayo imetolewa wala haki kupatikana. Lakini hata kwenye maombolezo familia hizi zimepata sauti. Wamepanga maandamano ya kumbukumbu ili kuishinikiza serikali iwajibike kutafuta haki. Kwa ukweli tunafaa niende parliament. Pale aliuliwa nike maua. Vera Mora, KTN. Huku hayo yakijiri, familia kutoka kaunti ya Machakos zilizowapoteza watoto wao wakati wa maandamano ya